Habari mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya. Karibu sasa katika Kurasa, dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Maelfu ya Watanzania leo wamejitokeza kwa wingi kusherehekea miaka 52 ya uhuru wa Tanzania bara, zamani ikijulikana kama Tanganyika, katika sherehe ambazo kitaifa zimefanyika jijini Dar es Salaam na kuongozwa na Rais wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Sherehe hizo zilizofanyika kwenye uwanja wa Uhuru zilihudhuriwa pia na Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Mohamed Arif Bilal, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Saif Ali Idi, Waziri Mkuu wa Tanzania Mizengo Pinda, pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali, vyama vya siasa, viongozi wa dini na mabalozi. Mara baada ya kuingia uwanjani akiwa kwenye gari la wazi akiambatana na mkuu wa majeshi nchini Tanzania Davis Mwamunyange, Rais Dr. Jakaya Kikwete alipigiwa mizinga 21 ikiwa ni ishara ya heshima kwake kutoka kwa majeshi yetu, na kisha kukagua gwaride lililoandaliwa na vikosi mbalimbali vya majeshi ya Tanzania. Rais Kikwete alitumia maadhimisho hayo kuelezea wasifu wa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Mzee Nelson Mandela aliyefariki dunia Disemba 5, na kuwataka Watanzania kuwaombea wananchi wa Afrika Kusini, Mungu awape moyo wa subira na utulivu wakati huu ambapo wameondokewa na baba wa taifa lao Mzee Nelson Mandela. Afrika Kusini na watu wa Afrika Kusini ni watu ndugu wakubwa na sisi. Nilituma salamu za rambirambi baada ya kifo kutokea. Nilikuwa nimezungumza na Rais Zuma, lakini hata kipindi kile cha kuugua kwake mara kwa mara nimekuwa nazungumza na Mama Graça Machel, na kwa sababu ya uhusiano wetu na mie pia nilifunguliwa line ile ya mawasiliano. Mmeamkaje leo? Anasema leo hali leo sijui, lakini wewe kwenda hivyo mpaka mwisho. Kwa hiyo sasa hivi wajibu wetu wa Tanzania, marafiki zetu hawa, ndugu zetu hawa, tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu awape moyo wa subira hata baada ya kuondokewa na kiongozi wao huyu, baba wao wa taifa lao. Waendelee kuwa wamoja, waendelee kuwa watulivu kama walivyoonyesha mpaka sasa. Na sisi tuungane na wananchi wa Afrika Kusini na wananchi wa dunia nzima, tumuombee mzee wetu, rafiki yetu, shujaa wetu, kiongozi wetu Nelson Olishasha Mandela apate mapumziko mema, na Mwenyezi Mungu siku hiyo ya siku roho yake aiweke mahali pema peponi. Amen. Tuendelee na Kurasa. Wataalamu wa viwango kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana leo jijini Dar es Salaam kujadili namna ya kuwa na uwiano sawa katika bidhaa za sabuni ili kuondokana na mkanganyiko wa viwango katika biashara ya bidhaa hizo katika nchi wanachama. Mkutano huo wa wataalamu unalenga kutafuta suluhu ili kuondokana na vikwazo vinavyoweza kutia kasoro za kiafya na kibiashara katika bidhaa za sabuni kwa watumiaji. Changamoto ambazo zimegundulika ni kwamba sabuni sio zote zina ubora mmoja. Kwa hiyo nchi hizi 5 za Afrika Mashariki zimekubaliana kukaa na kuunda kujumuisha viwango vya aina moja vifanane ili kurahisisha biashara katika nchi zetu hizi 5 za Afrika Mashariki. Wafanya biashara wajue kwamba sasa hivi nchi hizi 5 za Afrika Mashariki ziko katika mkakati wa kutengeneza viwango vya aina moja, na biashara kwao itakuwa rahisi katika nchi hizi 5: Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda na Burundi. Nataka hii vitu kuwa vizuri, haiko shida na afya ya watu, ndio consumer protection. Sasa hii mkutano ya siku 5 tukimaliza hapa hizi standards of viwango tuna forward them Council of Ministers wanafanya approval. Hii shirika za viwango zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki zina adopt hii standards
for common trade. Tumalizie kurasa kwa hili. Abiria wanaotoka jijini Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi wakitumia usafiri wa mabasi katika kituo cha mabasi cha Ubungo wameelezea kuwa na matumaini na mamlaka ya usafiri wa nchi kavu na majini nchini Tanzania SUMATRA baada ya jitihada za kuondoa kero mbalimbali kwa abiria katika kituo hicho. Hatua hiyo inafuatia jitihada mbalimbali zilizofanywa na SUMATRA katika kuondoa kero za usafiri wa kutoka nje ya Dar es Salaam ambapo huwa katika hali ya tofauti ifikapo mwishoni mwa mwaka. Kuna jamaa anayekatisha tiketi alikuwa hajavaa uniform. Kwa hiyo akawa amekamatwa na maaskari atolewe nje. Hilo tu. Lakini hali ya usafiri unaionaje kwa ujumla? Mimi naiona iko fresh. Yaani hapa unaona ushauri ni kama vile kwamba sawa SUMATRA inafanya kazi kwa vitengo vyake. Unaona? Ndio alikuwa anajaribu kurekebisha hapa barabarani ili tukae katika usalama. Lakini kiongozi alikuwa hajavaa uniform. Kawaida havaa uniform kama kiongozi aliyopo wapi? Uwanjani nini? Kiwa avae nini? Maelekezo yote. Mwisho wa mwaka anatakiwa waboreshe maofisi ili ambao kama si abiria tunafikia maofisini tunaweza kukata tiketi zetu tunaingia kwenye gari. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika. Kurasa imedhaminiwa na Tigo.